Baba wa Taifa aliwahi kusema kwamba tunao maadui wakubwa watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Inawezekana tuna maadui wengi, lakini hao ni wakubwa watatu. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana katika kupambana na adui maradhi. Katika kipindi chake cha miaka minne, moja ya ajenda ambazo zilimsukuma sana ni kuhakikisha Watanzania walioko mijini na vijijini kwanza wanapata huduma za afya karibu na maeneo wanayoishi, kwa maana ya accessibility. Lakini la pili, kuhakikisha kwamba vituo vya kutolea huduma za afya, nchi yetu ni kubwa sana, ziko nchi zinaweza kuwa mkoa mmoja tu katika Tanzania, lakini aliweka malengo kwamba lazima katika vijiji, katika kata, katika wilaya tuwe na vituo vizuri vya kutoa huduma za kisasa za afya. Katika miaka minne peke yake, Mheshimiwa Rais amefanikiwa kujenga hospitali za wilaya 129 katika wilaya zote za Tanzania. Lakini amefanikiwa kujenga vituo vya afya katika kata vyenye uwezo wa kupima magonjwa mbalimbali, vyenye uwezo wa kulaza, vyenye uwezo hata wa kufanya upasuaji kwa kina mama wanaojifungua kwa upasuaji. Vituo vya afya 485 ndani ya miaka minne. Lakini Mheshimiwa Rais ametambua kutokana na jiografia ya nchi yetu, wako wagonjwa wanahitaji huduma za magari ya dharura, na magari haya yalikuwa hayatoshi. Katika kipindi chake, kila halmashauri imepata magari mapya ya kisasa mawili, moja kwa ajili ya kubeba wagonjwa ambulance, la pili ni kwa ajili ya kubeba watoa huduma wa sekta ya afya. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa. Lakini Mheshimiwa Rais amejenga majengo ya wagonjwa wa dharura EMDs katika hospitali zote 129 ambazo amezijenga. Kwa hiyo ukiona katika eneo hilo na wenzetu wa majirani wa Kenya walikuja hospitali ya taifa ya Muhimbili wakiongozwa na waziri wao wa afya kuja kujifunza namna ambayo Dr. Samia ametransform sekta ya afya. Leo hii wananchi wa vijijini wanaweza kwenda katika zahanati, zimejengwa zahanati kila kijiji. Leo hii wananchi wanaweza kwenda katika kata, wasifike katika hospitali za wilaya. Na ili uweze kujenga taifa, unahitaji kuwa na wananchi wenye afya bora. Na kutokana na kazi hii nzuri aliyoifanya Rais, ikiwemo kujenga hospitali za rufaa za kanda. Juzi nimetembelea Arusha hapa, inajenga hospitali ya bilioni karibu 13 ambayo itakuwa ni 5-star hospital, ina uwezo wa kutibu magonjwa yote, ina MRI, ina magonjwa, ina mashine za kusafisha figo, na itakuwa na uwanja wa helikopta juu. Watalii watakaokuwa hifadhini wakiugua wanarushwa moja kwa moja, wanatua hapa Arusha kwa Paul Makonda kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa hiyo hospitali ya taifa ya Muhimbili imeimarishwa. Ukienda kwenye hospitali za kanda, zamani ilikuwa ni historia kujua kwamba MRI na CT scan zilikuwa zinapatikana maeneo matatu. Kwanza Muhimbili, pili KCMC, na tatu Bugando Mwanza. Ulikuwa ukitoka mikoa mingine huwezi kupata hivyo vipimo, lazima uende sehemu hizi tatu. Leo hospitali zote za mikoa zimefungiwa mashine za kisasa kwa kupima magonjwa ambayo wananchi wanaweza kupata huduma hizo katika maeneo yao. Sasa kuna jambo moja ambalo kwenye sekta ya afya inabidi tulizungumze. Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu, kabla ya maboresho haya, tulikuwa tuna vifo vya mama na watoto 556 katika kila vizazi hai 100,000. Tulikuwa tunapoteza watu 556 mama zetu waliokuwa wanakwenda kujifungua. Na hii ilikuwa inatokana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kukosekana kwa huduma karibu na wananchi. Baada ya kazi kubwa aliyoifanya Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka minne, tumeporomosha ama tumeshusha ile takwimu kutoka 556 mpaka 104, sawa na 80%. Na katika eneo hili Tanzania imekuwa ni champion, na rais wetu kwa mara ya kwanza amepata tuzo
iliyotolewa na Bill and Melinda Gates, inaitwa Goalkeepers Award. Ameletewa Dar es Salaam Ikulu kutoka Marekani. Hajawahi kupata nchi yoyote tuzo hiyo tangu tuzo hiyo ianzishwe. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana. Lakini nimalizie labda kwa kugusia tu kwenye elimu, kwa sababu maadui walitajwa watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Katika kupambana na ujinga, mimi nilikuwa mkuu wa mkoa na mwenzangu Makonda anajua. Kila ilikuwa ikifika mwezi wa 11, ilikuwa wakuu wa mikoa tunahangaika kupambana kujenga na kukamilisha vyumba vya madarasa, kwa sababu watoto wanafaulu wengi, vyumba vya madarasa havitoshi. Ilikuwa inabidi tufute likizo za wakurugenzi, tutafute michango ya wadau, tukamate kuku wa wananchi vijijini ili kuhakikisha wanachangia ujenzi wa vyumba vya madarasa. Mheshimiwa Rais tangu ameingia akasema haiwezekani tukaenda kwa utaratibu huu. Alifanya maamuzi makubwa sana ya kujenga shule mpya na vyumba vipya vya madarasa 1034 Tanzania nzima. Lakini amejenga shule za msingi mpya zaidi ya shule 1500. Amejenga shule shikizi, amejenga shule za msingi, amejenga shule za watoto wa kike. Kila mkoa shule maalum imepelekewa fedha za kutosha. Rais amejenga shule maalum za sayansi kila mkoa ili watoto wetu wapate kusoma, wapate elimu. Rais wetu ameondosha ada kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo leo mtoto wa Mtanzania kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 atasoma bila mchango, bila ada yoyote. Kwa hiyo hili, lakini tumezungumza kuhusu vijana, na kwa sababu na mimi ni vijana, tunazungumza kuhusu changamoto ya vijana kupata ajira na ujuzi. Mheshimiwa Rais amefanya maamuzi ya kimapinduzi kujenga VETA. Kila wilaya tunajenga VETA kwa uongozi wa Dr. Samia, ili vijana wetu wakajifunze ufundi, vijana wakajifunze ushonaji, wakajifunze kompyuta, wakajifunze ujenzi, ili hii miradi mikubwa inayojengwa kwa kiasi kikubwa fedha zibaki kwa vijana wa Kitanzania. Kwa hiyo mimi nasema katika miaka 4 hii Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, na hatumsifu kwa sababu ya kujipendekeza. Tunamsifu kwa sababu amefanya kazi kubwa na inaonekana.